Shabiki wa Manchester United, kuna swali moja kubwa na gumu sana kwa sasa kwa bodi ya United. Nani anaweza kuirejesha United kileleni kwenye soka la Ulaya? Ni kocha gani anayefaa kufanya kazi hii ya kurejesha zama za Manchester? Majina makubwa ya makocha kama Carlo Ancelotti na Thomas Tuchel ni rasmi hayatakuwa miongoni mwa majina ambayo yanatajwa tena kuelekea nafasi ya kocha wa msimu ujao. Sasa Manchester wanabakiwa na machaguo matano peke yake. Yuko Julian Nagelsmann, yuko Roberto De Zerbi, Andoni Raiola, Unai Emery na Oliver Glasner. Na ukweli ni kwamba mmoja kati ya hawa anaweza kuwa kocha wa Manchester kuelekea msimu ujao, lakini pia jina la Michael Carrick litakuwepo kwenye bodi ya Manchester kuangazia ni nani anakwenda kuwa kocha wa msimu ujao. Sasa tuwachambue makocha hao wote kwa kuangazia sifa zao ambazo labda zinaweza kufanya kuwa sababu ya wao kuletwa Manchester United. Kwanza ni Mjerumani Julian Nagelsmann. Kiukweli kwamba huyu ni mmoja kati ya makocha bora kijana barani Ulaya. Wenyewe wanasema huyu ni genius tactician katika soka la kizazi kipya cha makocha vijana pale Ulaya. Huyu ni akili kubwa ya soka la kisasa. Alianza kufundisha soka akiwa na miaka 28 peke yake kwenye klabu ya Hoffenheim. Kitokeo cha hapo alijiunga na klabu ya RB Leipzig, kisha akaenda kwenye klabu kubwa zaidi Ujerumani na moja kati ya vilabu vikubwa barani Ulaya, klabu ya Bayern Munich, ambako alifanya kazi kwa uzuri na dunia kumtambua. Ana takwimu nzuri sana za kufanya kazi kocha huyu wa Kijerumani. Takwimu zake zinaonyesha ubora wake na win rate yake ya kazi zake zote imekuwa ni 56%, na alipokuwa Munich win rate yake ilikuwa ni karibu 71%. Ana average ya kupata alama 2.5 katika kila mchezo. Uzuri wa Nagelsmann ni ile flexibility yake. Anaweza kutumia mifumo mbalimbali. Anaweza kutumia mfumo wa 3-4-2-1, lakini anabadilika, anatumia 4-2-3-1 na mara nyingine anatumia 4-3-3. Na timu zake zinapenda kupress high na football yake ni ya kushambulia kwa kasi. Ni kocha pia ambaye anajulikana zaidi kwa kukuza vipaji vya vijana. Na Manchester ni sehemu ambako wamekuwa wakifanikiwa zaidi kwa kutumia vijana kutoka academy au kusajiliwa. Lakini ana changamoto au ana challenge zake pia. Mara nyingine huwa anakosa mwendelezo wa kikosi ambacho huwa anakitumia mara kwa mara. Lakini pia hajawahi kushinda taji lolote kubwa barani Ulaya, ikiwemo Europa ama UEFA Champions League. Lakini wengi wanasema Julian Nagelsmann ni kocha wa mradi, ni kocha ambaye anaweza kufanya timu kuwa ya muda mrefu zaidi. Namba 2 ni Mwitaliano Roberto De Zerbi. Huyu ni kocha mwingine ambaye anapigiwa chapuo kubwa na Manchester United. De Zerbi alipata sifa kubwa alipokuwa kwenye klabu ya Brighton ya pale England kwa kuonekana ikicheza soka la kuvutia. Takwimu zake zinaonyesha akiwa na Brighton alikuwa na average ya kuposesi mpira kwa 62%, na ilikuwa ni timu ya pili nyuma ya Man City kwa kucheza mpira mzuri wa kuposesi, na amekuwa na wastani mzuri wa kupata matokeo katika mechi zake nyingi. Mfumo wake unajulikana zaidi kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma, na hivyo goalkeeper ni mtu muhimu zaidi wa kuweza kuanza kutengeneza mashambulizi chini ya mfumo wa Roberto De Zerbi, na amekuwa akiwapa pressure sana wapinzani. Alifanya hivyo hata alipokuwa nchini Ufaransa akiwa na Olimpiki Marseille. Possession yake ni ya kiwango cha juu kama kocha, na ana uwezo wa kuboresha wachezaji wa kawaida kuwa nyota. Mfumo wake pia unawavutia mashabiki kwa sababu ni soka ambalo la kuvutia zaidi. Lakini moja kati ya vitu ambavyo ni changamoto kwake ni pale ambapo anakutana na timu yenye kujilinda zaidi, na mara nyingi huwa timu zake zinapoteza mechi kwa timu za kawaida ama timu ndogo. Huyu ni kocha namba 2 ambaye inaelezwa pressure kutoka kwenye timu kubwa bado hajaipitia sana, na anakuja Manchester kama itawezekana. Ni jambo la kuweza kusubiri. Lakini kocha namba 3 ni kocha kutoka Hispania. Huyu si mwingine ni Andoni Iraola ambaye anafanya kazi na FC Bournemouth. Huyu ni kocha wa 3 ambaye alianza kujulikana kama kocha akiwa kwenye klabu ya Rayo Vallecano, na baadaye
akajiunga na FC Bournemouth ya pale nchini England. Iraola anapenda sana high pressing football. Hii ndio sifa yake kubwa, kupress high. Timu zake zinakimbia sana na wana press kwa nguvu na kushambulia kwa haraka. Kwa maneno mengine, soka lake linafanana sana au linafanana style ya uchezaji na kocha kama Jurgen Klopp yule ambaye alikuwa Liverpool. High intensity, hichi ni kitu ambacho Iraola anakiamini sana na anaweza kusifika kwa kufanya hivyo. Pia anaweza kuibadilisha timu ndogo kucheza kama timu kubwa. Tactician, wanasema jamaa ni master sana. Lakini changamoto kubwa ya huyu mtu, hajawahi kushinda taji lolote kubwa barani Ulaya na hajawahi kuiongoza timu yoyote kubwa barani Ulaya. Hivyo pressure huenda ikawa kubwa sana kwake kwa klabu kama Manchester United. Hivyo pressure huenda ikawa kubwa sana kwake kuiongoza klabu kama Manchester United, na wengi wanasema kama Manchester atampa Iraola, basi kuna riski kubwa kutokana na pressure ambayo kocha atakutana nayo. Kocha namba 4 ni Unai Emery. Huyu ni kocha ambaye anasifika barani Ulaya, tayari ana historia kubwa sana na soka la Ulaya. Ni kocha ambaye ameshinda UEFA Europa League mara 4, amefundisha vilabu kama Sevilla, amewafundisha PSG, amewafundisha Arsenal na sasa anafanya kazi na Aston Villa, na amebadilisha Villa kutoka timu ya kawaida mpaka kuwa contender wa ubingwa, lakini pia wanafanya vizuri kwenye UEFA Champions League. Wanasifika kwamba Unai ni tactician master katika mashindano makubwa ya Ulaya, anajua kucheza mechi za Ulaya, lakini mwalimu mzuri sana kwenye swala la kutengeneza ulinzi, na uzoefu wake mkubwa wa kushinda mataji huenda ikawa sio changamoto. Shida pekee ya bwana Unai wanasema ni lugha. Ni mtu ambaye Kiingereza kinamshinda, kwa hiyo kumekuwa na barrier ya mawasiliano kati yake na wachezaji, lakini ni moja kati ya makocha wazuri ambaye anafanya kazi nzuri, na wengi wanasema ni underrated, moja kati ya makocha ambao ni underrated. Na katika orodha ya makocha wanaotajwa, Unai Emery ndiyo kocha mwenye mafanikio zaidi, akiwa ameshinda taji la UEFA Europa League mara 4 akiwa na klabu ya soka ya Sevilla ya pale nchini Hispania. Kocha namba 5 ni Oliver Glasner, kocha ambaye anasifika pia kwa kuwa moja kati ya makocha wazuri. Aliwahi kuifundisha Frankfurt mwaka 2022, aliwashangaza wengi kwa kushinda taji la UEFA Europa League, na sasa anafanya kazi na Crystal Palace. Ubora wake ni kwenye swala la tactical, anasifika pia kwa nidhamu na timu zake zimekuwa ngumu sana kufungwa. Ana uzoefu tayari wa kushinda angalau taji la Europa, hivyo si kocha mgeni kwenye swala la kutoa mataji. Lakini changamoto yake pekee ni mfumo wake, sio mfumo wa kushambulia sana. Hajawahi pia kufundisha timu kubwa ambayo ina pressure kama Manchester United. Huenda ikawa ni changamoto kwake, ama huenda akaja kutushangaza kama atapewa nafasi ya kuja kuiongoza Manchester. Sasa ukiangazia machaguo yote ambayo yanatajwa, Julian Nagelsmann ni kocha, wanasema kocha wa future, kocha wa project. Roberto De Zerbi ni kocha wa beauty football, sexy football. Andoni Iraola wao wanasema huyu ni master wa high pressing, wakati Unai ni experience na mataji. Glasner yeye ni tactic pamoja na mataji. Swali linabaki kwako, unafikiri nani anafaa kuwa kocha wa Manchester kuelekea msimu ujao? Unamuona Nagelsmann, unamuona De Zerbi, au nani unamuona kwamba anaweza kuirejesha Manchester kwenye heshima yake ya kuwa moja kati ya vilabu vikubwa barani Ulaya, na ikizingatiwa heshima yetu imeshuka sana kwa siku za hivi karibuni? Maoni yako ni kitu cha muhimu sana. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili kuikuza jamii kubwa ya United Insider.